Kikosi cha Simba Jumapili kilikuwa kwenye mwendelezo wa maandalizi yake ya kimataifa kwa kucheza mechi ya kirafiki ya pili dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudani kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, ukiwa mchezo wa pili wa kirafiki tangu Dimitri Pantev akabidhiwe timu hiyo. Mechi hiyo iliyoisha kwa Simba kufungwa goli 4-1 ilikuwa sehemu ya programu maalum ya Pantev kuelekea mtihani wake wa kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika weekend ijayo. Katika mechi ya kwanza ya kirafiki kati ya timu hizo ambayo ilipigwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Simba iliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Ushindi huo ulimpa Pantev taswira ya awali kuhusu uwezo wa kikosi chake na wapi anapaswa kuanzia. "Siwezi kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja," alisema Pantev. "Nimeona vijana wanajituma, wanaelewa kile ninachohitaji. Niliwaambia nini nahitaji katika mechi hizi. Kwangu matokeo si kitu kwenye mechi za kirafiki, ni kuona namna gani kama timu tunacheza na tupo sehemu nzuri." Dimitri Pantev aliongeza kuwa anatambua ugumu wa mechi inayowakabili dhidi ya Nsingizini Hotspurs, huku akieleza kuwa lengo la mechi mbili za kirafiki walizocheza ni kujenga maelewano ya kimbinu. "Tunahitaji kuwa timu inayocheza kwa mpangilio, inayoshambulia kwa hesabu na kulinda kwa umoja. Mechi hizi za kirafiki ndizo zinazoiwezesha kuona nani yuko tayari kuipigania nembo ya klabu ya Simba ndani na nje ya uwanja," amesema kocha huyo ambaye anapendelea kutumia mfumo wa 4-3-3. Mpaka jana Pantev alikuwa na 70% ya kikosi chake kutokana na baadhi ya wachezaji kuwa na majukumu ya timu za taifa katika kalenda ya FIFA, lakini alieleza kwamba hali hiyo si kikwazo katika maandalizi yake. "Ni kawaida wachezaji kuwa na majukumu ya kitaifa, lakini ninachokifanya ni kuhakikisha waliopo wanakuwa tayari kimwili na kiakili. Tunapokuwa wote itakuwa rahisi kuunganisha mfumo," amesema. Baadhi ya wachezaji wa Simba ambao wapo kwenye majukumu ya timu za taifa ni Yakub Suleiman, Wilson Nangu, Yusuf Kagoma, Selemani Mwalimu na Morris Abraham kwa timu ya Taifa Stars ambayo itacheza mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya Irani huko Dubai ambayo itacheza leo Jumanne. Kwa mujibu wa ratiba, kikosi cha Simba kitaondoka nchini Alhamisi hii Oktoba ya 16 kwenda Eswatini kwa ajili ya mechi ya mkondo wa kwanza wa hatua ya pili ya mchujo. Hivyo huenda kocha huyo asipate muda wa kutosha kufanya maandalizi na wachezaji hao, hivyo itambidi kuwa na mpango mbadala. Simba ilitinga raundi hii ya pili ya mchujo wa ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuifunga Gaborone United ya Botswana katika hatua ya awali kwa jumla ya mabao 2-1, huko Nsingizini Hotspurs ikipita kwa matuta 2-4 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Simba Bohora ya Zimbabwe. Mshindi wa jumla kati ya Simba na Nsingizini Hotspurs atatinga 1-1 katika hatua ya makundi. Kuhusu nguvu ya mpinzani ambaye anaenda kukabiliana naye, kocha Pantev alibainisha kwamba ni kawaida kufanya tathmini ya mpinzani wako, lakini tumeelekeza nguvu zetu katika maandalizi yetu. Tunajua kuwa tunaenda kukutana na timu ngumu kufungika. Katika mechi 3 ambazo Nsingizini Hotspurs imecheza msimu huu katika mashindano yote, imeruhusu bao 1 tu, na ilikuwa katika mechi ya kwanza ya kimataifa dhidi ya Simba Bohora wakiwa ugenini kabla ya kujibu mapigo na kupindua meza kwenye mechi ya marudiano nyumbani. Kwa upande wa mashindano ya ndani, Nsingizini Hotspurs imecheza mechi 1 na kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Kwa takwimu zao za msimu uliopita, timu hiyo ngeni kwenye mchuano ya kimataifa ilitoa ubingwa wa ligi kuu ya Eswatini kufuatia kushinda mechi 19, sare 3 na kupoteza 4. Walikuwa na wastani wa kufunga karibu mabao 2, 1.6 kwenye kila mechi. Walifunga mabao 44 kwenye mechi 26 za ligi. Wameruhusu mabao 14 sawa na wastani wa kuruhusu bao 1 kwenye kila baada ya mechi 2. Ndio timu inayoruhusu mabao machache zaidi kwenye ligi yao. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi
pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye chaneli yetu ya Nel TV. Nel TV kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya pichi ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.